Ni simanzi iliyowagubika wananchi hawa mara baada ya tukio hili ambalo wameshtushwa nalo, na hapa wanaeleza masikitiko yao. Alinifuata huyu kijana wa mji wa hapa kijiji fulani cha Makondeko jirani, akaniambia kwa mimi nauza mahindi gunia 8. Nikamwambia sawa, twende tukapime gunia. Ndio fika hapa nikamuuliza hivi, je, mama yako yuko wapi wa mji huu? Akasema mama mji huu kidogo katoka. Baba akasema kaelekea Kigoma. Kwa mimi kaniacha maagizo kama niuze mahindi nimtumie baba Kigoma hizo pesa. Nikamwambia sawa. Nikapima hiyo kaka soma mahindi aleta baba jirani na barabara. Hapo babani kana nimemaliza kumeza mahindi mwishoni, tipu ya mwisho akasema naomba bodaboda ije inichukue hapa nyumbani. Nikamwambia uleje kuchukue, nataka uende wapi? Akasema nataka nikazitume hizo hela ili ziende zimfikie mzee Kigoma ili zimsaidie majukumu aliyokuwa ameniambia. Nikamwambia basi sawa. Ili tuelekee kwenye shimo ambapo kuna tukio. Kufika kwenye shimo tukakuta kuna polisi wa kata. Polisi wa kata akasema jaribuni kufukua ile shimo. Kufukua ile shimo, kufukua kidogo tunaanza kufukua na majembe. Bahati nzuri tukakuta kuna nguo. Tulikuta kuna nguo, basi ile polisi wa kata akasema basi acheni. Tungoje kwanza mpaka watu wa serikali waje. Akawa amepiga simu kwenda Kilosa, baada si muda yani ndo akaja uongozi toka Kilosa na maaskari. Kwenye mkeka tukakuta kuna damu kidogo kama imefutwa. Basi afande akatoka nje akasema naomba tupeleke kwenye hilo shimo. Tukapelekwa mpaka hapo kwenye hilo shimo, tukakuta na watu wapo pale. Fika pale afande akasema naomba jembe. Tukaletewa jembe, tukaletewa koleo pia. Tukaanza akaamuru watu wafukue. Tukaanza kuona dalili za kitenge kama kitenge hivi. Akasema endeleeni kufukua msiogope. Wakafukua. Kufukua ikaonekana ni mwili wa mama. Lakini akasema fukueni na hapo. Kuna sehemu moja ilikuwa kidogo kama imejaa hivi kwa kifuani. Wakafukua na pale. Kufukua ikaonekana kuna dalili za mkono wa mtoto. Akasema basi ishieni hapo. Akatoka, akapandisha kwa juu, akaanza kuwasiliana na OCD tena kwa mara nyingine. Kwa natoka safari huko kwenye sherehe. Nilivyoshuka tu pale kwenye pikipiki watoto zangu wakaanza kunieleza mama, huko leo sio kama kuna nini? Wakasema wapi? Nikamuuliza wapi? Akasema huku Muoswa. Kuna nini? Akasema mama naona bodaboda nyingi sana ambazo zinazoenda huku. Sio kama kuna tatizo gani. Kipindi hicho nilipo bado kwenye bodaboda ndo nashuka hapo. Na zingine zinafuata nyuma. Basi nikabidi nisimamishe nianze kuuliza. Akasema jamani eti huko kuna nini? Wakasema huku kuna tokeo. Kuna watu kwa michinjana. Kaimu mtendaji wa kijiji cha Ilakala, kata ya Mhenda, Bwana Juma Changa, ameeleza namna ya kutokea mauaji hayo, huku kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo kwa taarifa yake kwa umma akithibitisha kutokea kwa mauaji hayo. Ashale Lukonge mwenye umri wa miaka 37, huyu ni Muha ila pia ni Muislamu, na mtoto aitwaye Hashimu Fabiani Mkeza mwenye umri wa miaka 9, miezi 9, na mtu ambaye anahusishwa anajulikana kwa majina ya Jackson Anderson ambaye kadiriwa kuwa na miaka 20 hadi 25. Kijana huyu alikuwa ni mkazi wa hapa, lakini siku ya Ijumaa kuamkia siku ya Jumamosi alifanya tukio hili. Na ilivyofika siku ya Jumamosi aliuza mahindi gunia 8. Baada ya hapo alitoroka. Mkazi wa kijiji hiki ambaye ni baba mwenye nyumba, yeye alisafiri kuelekea Kigoma. Alimwacha mama na huyo kijana ambaye alikuwa anaishi hapa. Lakini kijana alivyofanya leo tukio alitoroka na kuelekea kusikojulikana. Kutoka Kilosa mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Mtina, halmashauri ya Tunduru, mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV. Kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni Jacqueline Silemu, ITV. Kutoka hapa ofisi za idara ya habari maelezo zilizoko hapa Mtumba jijini Dodoma, mimi ni Ezekiel Mtonyole,
wa ITV. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar wa ITV. ITV Superbrand Afrika Mashariki.